Maneno tuachie watu ambao wanafanya maneno. Sisi tuende tu hapo kwenye mziki. Kabu nyao, tucheze tu. Toa Kitambala, weka Ngita Kiama Kamanga. Sawa sawa? Toa Yahya Zaidi, weka Sadio Kanuti Putin. Toa James Akamiko, ingiza Sereri Zidane. Umenelewa? Kila mtu afanye kazi yake uwanjani. Juzi alicheza Manula, leo amecheza Foba. Hakuna tofauti ya mchezaji ndani ya kikosi cha Azam FC. That's the secret. Na sisi tutaendelea. Swala la utajiri usilisahau ndani ya Azam FC. Yaani swala la utajiri ndani ya Azam FC ni kama sijui kupiga chafya ukiwa umeingia ukuta wa vumbi. Sawa sawa Lakini kuhusu nafikiri ni namna ambavyo mwalimu anajaribu kuwatengeneza wachezaji, mentality. Ukiwa na kikosi ambacho kimezoeleka, ni rahisi kwanza kusomwa na unaocheza nao, mosi mbili, itampa comfortability mchezaji ambaye kila siku anacheza. Kwa hiyo namna bora tuna kikosi cha kwanza ndani ya Azam FC, kipa anakuwa Fofana, anakuwa Manula, anakuwa Foba. Utakavyotaka wewe. Kuna kikosi hicho cha kwanza atacheza Lusajo, atacheza Simi nani, atacheza kila mtu kwa nafasi yake. Kwa hiyo tumpongeze pia mwalimu Ibenge kwa kutengeneza hiyo nidhamu. Hakuna golikipa namba 1 kwenye klabu. Mpaka leo. Kipa namba 1 yuko kichwani kwa mwalimu na vile atakavyoamua. Kuna akili kwamba uzoefu mkubwa wa kocha Ibenge umewasaidia kwa mara ya kwanza mmeingia group stage, lakini sasa hivi ukiangalia na alama 6 tayari, yani mko katika nafasi nzuri kwamba ya kufuzu na miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vilifanya kwanza tuwe na kocha Ibenge ni kutumia ukubwa wake kama kocha wa mpira wa miguu na uzoefu ambao ameshapata kwenye mashindano ya kimataifa. Mind you, yeye ni miongoni mwa walimu ambao wamefanya vizuri sana kwenye mashindano haya ya CAF. Kwa hiyo kuwa naye tu ndani ya timu ni kitu ambacho kinaongeza kitu kingine ndani ya timu. Lakini uzoefu huo sasa ndio tunaozungumzia kwamba wachezaji wako wote watatu, kwa mfano goalkeeping, wachezaji wote watatu wako fit. Mwalimu ndo anaamua kwa plani nilokuja nayo leo, fulani anafaa kuwa namba 1. Wakati huo wapinzani wanategemea kuona 1 ya Manula, 2 ya Lusajo, 3 ya Msindo, 4 ya Yeson, 5 sijui ya Yoro, 6 pale kwenye tatu ya chini pale. Unamkuta Kaminko, Yahya Zaidi, unamwaga na Faisal. Afu juu pana Kitambala, pana Nado, pana Sopo. Unajiandaa na hicho kikosi, unakuja kukutana na kikosi juu kina Kamanga, kina Zidane, kina sijui Diakite, chini sijui kuna nani, ni lazima pia uvuruge hivyo. Kwa hiyo mpira ni wallahi sasa hao ambao watafute mwalimu. Mwalimu ndio shida hapo. Hiyo wakati mimi nafurahi ndio nimeshana mashati Dar es Salaam. Mwenyekiti katukutu sana. Watu wametoa na defender. Wallahi. Unajua leo kitama nusu mwenyekiti. Leo nilikuwa na kazi nyingi uwanjani. Nilikuwa hujaangalia mtandaoni. Leo nilikuwa na kazi nyingi uwanjani. Leo nilikuwa Zito. Watu wameshikana mashati. Na wengine wanasema kwamba Simona wakati ligi kuu. Sasa hivi malengo yamebadilika. Malengo yamebadilika. Malengo sasa hivi ni ligi. Shusheni mic hizo. Tuangalie. Nimesikia mwanzo. Leo nilikuwa kwenye majukumu mengine ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Hebu sema CAF. Nilikuwa kwenye majukumu mengine ambayo tukiwa kazini kwetu hata simu haturuhusiwi kushika. Kwa sasa hizi naenda kwenye wifi pale, naanza kuperuzi na kudadisi niangalia ile. Kwa sababu kwenye kitu wamempiga, Katafutwa sana. Almanusura katafutwa sana. Askari wameingilia kati pale. Hashim, sisi nataka kufahamu kwamba timu inapokuwa ifanye vizuri. Nani anatakiwa kuamua zaidi? Timu isipofanya vizuri, timu nzima inatakiwa kuwajibishwa. Timu nzima, kwa sababu when you are a team ni unit. Kushikwa kwa mashati kwa Mangungu ni sahihi. Ushamba tu wa mpira huo ni ushamba wa mpira. Inawezekana ndio maana hata pengine timu inayumba, kwa sababu mtu ambaye kazi yake ni ofisini kuangalia mipango ya timu inakwendaje, kuiongoza timu, pengine bodi ile ambayo yeye ndio mwenyekiti wao, yeye anahusika nini na wanachokifanya wale wa kuweka moja hapa ya dawa au ile moja ya dharura, wanahusika nini? Kwa sababu kitendo cha mpaka polisi kuingilia kati na kumtoa Mangungu katikati ya mashabiki ilikuwa ni kama kuonyesha kwamba Mangungu ndo anasababisha. Ngoja nikwambie kitu. Mashabiki wana haki ya kulalamika kwa sababu main purpose ni kushangilia na kukosoa. Sawa ku criticize na kushangilia sana
Kwa hiyo kama wamezoea raha wakiwa wanafanya vibaya, lazima watafanyaje? Watakosoa, watanung'unika. Ndio ilivyo. Ukiona imefika hatua ya kushikana mikono ni kwa sababu mpira umebeba hisia kali sana tofauti. Machozi yanaweza kutoka. Mimi kuna mechi nilisema tukishinda leo ndo tumequalify, nitashangilia, lakini huwezi amini nilikaa hivi chini kama nimepigwa butwa hivi, sielewi ilikuwaje. Mpaka watu wanaondoka wote, sielewi ni kitu gani kimetokea. Ndio hisia ya mpira. Kwa mashabiki wana haki ya kulalamika, lakini sio kuja kufika hatua ya kufanya hivyo vitu ambavyo wamevifanya leo. Hata sisi hatutegemei siku moja mje mtutokee hapo mtukunjie president wetu Nasoro Idris au vice president Popat, tutawapiga. Wewe kama mdau, sisi tutawapiga. Hashim, wewe kama mdau mchezo huu shauri pengine hicho kilichotokea kwa maana ya image ya mpira wa Tanzania tu, sio kwamba labda kwa Simba, kitu gani ambacho unaweza kushauri kwa mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba? Mimi bwana, naona kila mtu ashinde mechi zake, kila mtu acheze tu, atimize majukumu yake, timu itapata matokeo mazuri. When you are a team, you are one thing. Kila mtu awe na malengo ambayo yamefanana na mwenzie, basi tutafika nchi ya ahadi. Sisi Azam FC tulikuwa tunapigiwa miruzi mingi, makelele mengi, lakini tumeignore. Wamiliki wetu wa timu wameamua kuiunganisha timu, wameiweka pamoja, watu wamebadilishiwa majukumu, wengine wameletwa wapya, kila mtu ameambiwa misingi iko hivi, twendeni hivi. Ndio mnaiona timu yetu sasa hivi angalau inacheza vizuri, ni timu ya ushindani. For the first time tumeingia kwenye group stage, tunapata nafasi ya kukunja alama 6, tumeshinda mechi 2, tumepoteza mechi zile 2 za kwanza. Kwa hiyo si kitu kibaya sana. Ngoja tuone hapa tunakwenda hapa tunakoishia hapa. Lakini juzi wakati tunafanya interview ulisema kuna watu wa psychology ya ups and down. Je, amelipa leo ama imekwaje? Ulisema kuna watu wana psychology. Wana roho mbaya. Mimi niliwaambia Faisal Salum Abdallah. Wewe toto. Katukana matuzi makubwa leo. Alafu ilikuwa manusura ziwe hizi. Yule golikipa wa Nairobi mzuri. Yule golikipa mashallah wamtunze. Kuna watu waangalie. Watu waangalie tu Faisal. Na Faisal mimi nawaambieni ukweli, Faisal kambini. Faisal sio mkubwa unajua sio mkubwa hivyo. Faisal kambini ukimsahau dakika moja yuko na watoto wa under 20 wanarushiana mipira. Lakini anasikia, anaweka vitu moyoni. Sasa watoto wana mchezo wa kuweka vitu rohoni, alafu kuja kuvifanya kama visasi. Ndio hii. Faisal ukimsema mara moja anakuja anakulipa na kazi nzuri. Kwa hiyo sisi tunawaomba wanaosema Faisal kiwango kimepungua waendelee kumsema sana, kwa sababu ni faida kwetu. Wasiache kumsema Faisal. Faisal anapenda kusema. Asemwe Faisal Salum Abdallah Fei Toto Faila Sofi Nyumbi Bombi Nyumbi hii. Asemwe Faisal ili siendelee kutupa vitu vizuri tunavyoviona. Shukrani sana. Nikusikia kuhusiana usajili ambao umefanya Hassan Mzee kwa mtazamo kwa ndio. Leo baada ya kutoka Suleiman Nado ameingia. Kuingia kwake. So kaingia, tusema kaingia na kawasha moto. Alafu tuendelee. Kaingia alafu? Yes, nilikuwa natamani pia umzungumzie huyu. Hassan Mzee, mimi ni muumini wa soka la vijana. Mimi ni team captain wa timu ya under 17 na under 20 wa kudumu Academy ya Azam FC. Yaani nicheze nisicheze Usinga navaa mimi nje. Ndani kuna mwakilishi. Kwa hiyo soka la vijana la Azam juzi jana na leo. Ongea na mimi. Mbona kama mnakuja wengi? Mbona kama mnakuja wengi? Umebaruza pale kati. Pale kati. Kwenye nini hapo? Sasa peleka pale nitakurudia, peleka pale nitakurudia. Umekosa kitu kimoja? Mkapa leo alikuwa